Jamani, mke mkubwa ni mke mkubwa tu. Kuna watu walishaanza kusema kwamba baada ya mke wa pili kuolewa Itsalia, presenter wa Wasafi, basi Diamond ameshaanza kubezi kwa mke mdogo. Hapana, la hasha, huo sio kweli, lakini unaweza ukawa ni ungwana. Yani issue na story ambayo kwa sasa inaendelea, maisha ni mazuri yanaendelea kwenye familia ya Nasibu. And of course baada ya kumoa Alia mwezi wa Ramadhani, imeshajulikana na siri imeshavuja. Kila mtu kwa sasa anafahamu kwamba Alia ni mke wa pili kabisa wa halali na huba la halali kabisa kwa kaka yetu Nasibu. Sasa baada ya taarifa ambazo zilikuwa zinaenea kwamba Diamond ni kama alikuwa na bezi kwa upande wa mke mdogo, na nafikiri ni kama alikuwa anataka kuweka mizani sawa, kama ni kupoteza muda mwingi sana kumpa mapenzi na kumonyesha upendo Zuchu, nafikiri katumia muda mwingi sana, na hata watu wakawa wanaelewa kwamba Diamond anampenda kweli Zuchu. Hilo halina kivingamizi, lakini pia huu ni muda na wakati ambao pia naye Alia inabidi apate mapenzi na huba kutoka kwa mwanaume wake, mume wake halali kabisa, Mr. Nasibu, ambaye kwa sasa kaamua kufanya maamuzi sahihi. Na unaambiwa tena za ndani, ukiachana pia na kumoa mke wa pili ambaye ni Itsalia, Diamond malengo yake ni kutimiza wake wanne, uwezo wa kuwahimili kwenye ishu ya tendo, uwezo pia wa kuwalisha, kuwavisha na kuwapa mahitaji yao yote ambayo wanahitaji. Nafikiri jamani, hilo halina shaka kwenye maisha ya Diamond Platnumz. Leo hii nazungumzia miongoni mwa mastaa ambao wanaweza wakawa na watoto mpaka 30 au 50 na wakahudumia vizuri kabisa, basi ni Diamond Platnumz. Na ndio maana pia tukiangalia kwa watoto wote, yani aliozaa pia na mastaa tofauti, mtoto wa Hamisa, Dailan, ukienda kwa Tanasha Donna, ukienda kwa Zari Boss Lady, ni miongoni mwa watoto ambao kwanza ni watoto wa mastaa. So it means kwamba kuna gharama ambazo kidogo zinakuwa ni mara 10 ya ina mtoto ambaye labda angezaliwa na mwanamke wa kawaida. So tunaona kabisa kama Diamond kwenye issue ya huduma kwake yeye sio issue ambayo labda ya kumteteresha, na hata kwenye issue pia nyingine ya kuhimili maisha ya tendo la ndoa kwa wake zake ni issue ambayo tayari Diamond haimpe shida. Na ndio maana kwa sasa malengo yake sio tu kubakia na wake wawili, ambaye mke wa kwanza wa halali kabisa bidada Zuhura, lakini wa pili Itsalia, na watatu na wanne ambao mpaka sasa hatujajua je atakuwa ni nani, japokuwa kuna baadhi ya wanawake wameshaanza kujipendekeza. Mtu kama Rita ambaye pia na yeye bwana alikuwa kidogo na kigugumizi kidogo miezi ya nyuma baada ya kuvujisha kilichokuwa kinaendelea kwamba hakopewa kodi na Diamond Platnumz, na mwisho wa siku pia paka kina Juma Lokole wakaanza kumsanua kwamba Rita Robert ni kama ameleta ushamba baada ya kuexpose mahusiano ambayo yalikuwa ni asili, kwa sababu ilikuwa ni kama pia nafikiri siri ya mchepuko ambayo haikupaswa Zuchu aweze kufahamu. Lakini mwisho wa siku Zuchu akaja akagundua kwamba ni kweli kabisa Diamond alikuwa anatembea kisirisiri na Rita Robert. Lakini kwa sasa Rita lengo, dhumuni na ndoto yake pia ni kuolewa mke wa tatu ama mke wa nne na Diamond Platnumz. So nafikiri sijajua kwa plan na malengo ya Diamond kwa sasa baada ya kuoa mke wa pili, je, anaweza akavumilia pia kukaa zaidi na kuangalia na kuja kuchagua mke wa tatu na wanne, ama anaweza pia akafanya haraka kwa kurupuka. Lakini na imani kabisa kwa mke wa kwanza na wa pili sina shaka, na hata pia ukifuatilia comment za mashabiki wamempokea vizuri kabisa Itsalia. Sema shida inakuja kwa hawa wawili Zuchu na Alia. Nafikiri bwana kwenye issue ya kupatana hapo ndo pana changamoto. Tumeshazoea kwamba kidini kwa mke wa kwanza, wa pili ama watatu na wanne ni vyema wakapendana, wakaheshimiana na maisha mengine yakaendelea. Lakini kwa Zuchu na Alia background yao sio nzuri. Walikuwa kidogo na changamoto ya ugomvi, walishanuniana sana, lakini pia ilifikiaga hatua kipindi ambacho nakukumbusha Zuchu bwana alivyoingia Wasafi kabla ya kutambulishwa rasmi kabisa na pia kuwa kwenye maisha mazuri, alikuwa analala kwa Alia. Nafikiri kama ulikuwa haufahamu, basi maisha ndo ambavyo yalikuwa yanaenda. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa na ushoga mkubwa sana alikuwa ni Alia, yani walikuwa ni mashoga ambao walikuwa wanapendana sana, na mwisho wa siku bana Alia anza kuingia kwenye mahusiano. Yani huu ni ukweli kabisa, Alia alianza kudeti na Diamond Platnumz. Kwa mwisho wa siku maisha yakaenda. Zuchu alipokuja kutambulishwa Wasafi na akaja kuwa maarufu pale Wasafi, unaambiwa Diamond ndo akaja kupata tamaa ya kutembea na Zuchu. Hapo sasa ndo utata ulipoanzia. Yani Alia akawa anahisi kabisa kwamba Zuchu amefanya kusudi kutembea na mwanaume wake, ambapo kiuhalisia Diamond yeye ndo aliyeleta shingo na Diamond ndo aliyemtongoza Zuchu.
Sasa mwisho wa siku bifu ndo likaanzia hapo. Zuchu akajaga kuondoka alipokuwa anakaa kwa Aaliyah na akaja kuwa na maisha yake, na mwisho wa siku pia wakaja wakaishi na Diamond, maisha yakawa yanazidi kusonga. Hapo bifu ndo likawa limechachamaa zaidi. Aaliyah na Zuchu wakawa wanatupiana vijembe, kila mmoja akawa anazungumza la kwake, na mpaka ilipofikia hatua kwamba Aaliyah akaja kupigwa mimba na Diamond, na tukafahamu kwamba ni kweli kabisa Aaliyah ana mimba ya Diamond. Na hata kipindi kile ndo kilikuwa ni kipindi ambacho Aaliyah akaacha kabisa kufanya kazi Wasafi kwa sababu ya kulea mimba na kuhakikisha kwamba anajifungua salama na kuendelea na maisha mengine, na ndio maana pia ilipatikana gap ya Aaliyah kuto kufanya kazi pale Wasafi, lakini hakufukuzwa na kukuwa na ubaya wote ambao ulikuwa unaendelea kati ya Diamond na Aaliyah. Sema alikuwa analea mtoto kisirisiri, na uzuri ni kwamba Aaliyah amekuwa ni mtu ambaye anaishi sana maisha yake private sana, yani ni miongoni mwa mastaa ambao wanaishi maisha ya kisiri sana, na ndio maana hata alivyopata mtoto na pia mambo mengine alivyoendelea, na hata issue ya sasa ambayo baada ya kuolewa pia na Diamond amekuwa ni msiri sana, sio mtu ambaye anapenda sana kuexpose maisha yake mitandaoni. Sema kwa dada yetu Zuchu kidogo ndo imekuwa ni changamoto, amekuwa ni mtu ambaye kwa sababu kashazoea maisha haya, kwa hiyo kuweka wazi hadharani kabisa kwamba yeye ni mume wa mtu, na hata hoba lake anavyolionyesha yeye na Diamond akiwa pamoja, nafikiri maisha ambayo kwa Aaliyah kidogo yako tofauti. Kwa hiyo mke mkubwa na mke wa pili kwa sasa naweza nikawaonea huruma kwa sababu ya kuweka ile imani kwamba kupendana ni changamoto sana, na hiyo ni ngumu tena kwa wanawake kupendana kwa mwanaume mmoja. Na tena ukiangalia background ya Zuchu na Aaliyah haikuwa nzuri kabisa, walikuwa ni marafiki mashoga, lakini mwisho wa siku baada ya kuona Aaliyah kaibia mwanaume wake na Zuchu, hapo bifu ndo lilipoanzia. Kwa moja kwa moja nafikiri sijajua nini kitakachoweza kuendelea, na mpaka sasa huba limezidi kukolea. Mke mkubwa anapendwa, gari kanunuliwa la Land Cruiser, ukienda kwa Aaliyah pia the same kanunuliwa gari na maisha mengine yanaendelea, na mpaka sasa Aaliyah akapangiwa nyumba nzuri kabisa maeneo ya Mbezi. Diamond kama kawaida, kama ni wiki mbili kwa mke mkubwa bidada Zuhura, wiki mbili zingine kwa mrembo mke wake halali kabisa ambaye ni Aaliyah, ambapo wote jamani wanaishi maisha mazuri, hakuna changamoto yoyote ambayo labda Aaliyah anaipata. Yani Diamond anajitahidi kuonyesha mapenzi kwa ujumla, na huku nusu pamoja na huku nusu kwa Zuchu pamoja pia na kwa Aaliyah. Sasa nafikiri ni kuto kuwachonganisha, kwa sababu kwa sasa kumeshaanza kuonekana kwa baadhi ya peji za udaku wakina Kilima Story wakitaka kuwachonganisha Zuchu na Aaliyah. Tayari jamani hawa ni wake wenza, na kama unavyojua tukitaka kuwachonganisha basi yanaweza akaja kutokea mengine, yani cheche kwa cheche ikaja pia kuwa ni mambo mengine ambayo hatujatarajia kwa penzi la Diamond pamoja pia na wake zake ambao ni Zuhura pamoja na Aaliyah. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatuboy Media, it's me msaniwaji kama msaniwaji, and this is how we do ndani ya platform ya Hatuboy Media. Tukutane next time kama kawaida, mtu wangu wa nguvu. Kama ukisikia kengele ya ombea basi hakikisha unakuja darasani kutembelea Hatuboy Media.